Mtunzi alianza kwa kusema, tazama ramani utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Hapo alikuwa akijaribu kutusimulia siri za uzuri wa taifa la Tanzania, na ndiyo maana ya kusema tazama ramani utaona nchi nzuri. Lakini mimi nakwambia tazama ramani ya safari ya soka ya Libase Gueye, nyota alitokea kwa washindi wa AFCON wa mwaka 2026 ambao ni Senegal. Jina lake kamili ni Libase Gueye, kijana mdogo mwenye umri wa miaka 22. Sote tunatambua kuwa moja ya sifa kubwa ya taifa la Senegal ni kutawala mchezo wa soka, na Senegal imezalisha nyota wengi sana waliogawanyika katika mataifa mbalimbali duniani. Na ndivyo ilivyo sasa kwa Libase Gueye. Tangu akiwa kijana mdogo, Gueye aliupenda sana mchezo wa soka na kuanza safari yake ya soka kwa kujiunga na akademi mbalimbali za mpira wa miguu zinazopatikana huko Senegal. Libase Gueye alianza soka la kulipwa kuanzia alipojiunga na klabu ya Teungueth FC inayoshiriki ligi kuu pale nchini Senegal, ambayo alijiunga mwaka 2024. Timu ilimpa nafasi ya kuonyesha kipaji chake cha soka. Tambua kwamba Libase Gueye ni kiungo mshambuliaji mwenye kasi sana na mwenye uwezo mkubwa kufanya maamuzi ya haraka yenye manufaa makubwa sana. Alionyesha kipaji kikubwa na kiwango kikubwa sana. Kila alipopata nafasi ya kucheza, ndipo klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wakakiona kiwango chake na uwezo wake mkubwa na kuvutiwa naye Libase Gueye na kuamua kumvuta kwa mkataba mnono kutoka huko kwao Senegal na kumleta wanapopatikana miamba ya Kariakoo, Dar es Salaam, Simba Sports Club, kupitia dirisha dogo la usajili la mwaka 2026 ambapo amesaini mkataba wa miaka 2.5. Mpaka sasa Libase Gueye amecheza jumla ya michezo 3 baada ya kusaini na Wekundu Msimbazi Simba, ambapo mchezo mmoja ni wa ligi ya mabingwa Afrika akiwa ugenini dhidi ya Esperance de Tunis, ambapo mchezo wake wa pili ni katika ligi kuu ya NBC Premier League, ambapo alionyesha kiwango bora na kufunga goli zuri sana lililoonyesha ubora wake na thamani yake. Na katika mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu, Libase Gueye aliondoka na tuzo ya mchezaji bora wa mechi dhidi ya Mashujaa FC. Lakini mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya mabingwa barani Afrika akiwa nyumbani na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa, nyumbani kwa mnyama Simba. Hakika ni mwanzo mzuri alionao Libase Gueye ndani ya Wekundu Msimbazi Simba. Wapenzi wa soka bado wanamdai Libase Gueye. Taifa la Senegal nalo pia linamdai Libase Gueye. Wanalunyasi Simba nao wanamdai Libase Gueye. Labda anaweza kuwa suluhisho la yale yanayokabili klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Libase Gueye, mtu wa kazi, hachagui kazi, iwe ni kiangazi ama masika, ni mchana ama usiku, yeye ni mtu wa kazi tu. Na kwa sasa ameamua kuitumikia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba mpaka kufikisha katika nchi ya ahadi, pale ambapo klabu ya Wekundu Msimbazi Simba pamoja na mashabiki wake walikuwa wakitamani kufika, hasa katika nusu fainali ya mabingwa barani Afrika, na zaidi ni kutoa taji la ligi kuu ya NBC, ambapo Simba wamesafa kwa kipindi kirefu pasi na kutoa taji la ligi kuu ya NBC Premier League. Hivyo tunaamini basi Libase Gueye akishirikiana na wachezaji wenzake ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba anaweza kuisaidia Simba kupata mafanikio makubwa kutokana na kiwango chake, ubora wake pamoja na umri wake. Ni kijana mdogo sana mwenye umri wa miaka 22, bado soka linamdai. Mtunzi alipochoka aliamua kusema hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho, na mimi ninamnukuu na kusema kwamba hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho. Tumefikia tamati ya simulizi ya Libase Gueye, nyota anayeitumikia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Mwandaji wa simulizi na msimuliaji wako ni mimi Emmanuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Unaweza kunifollow katika ukurasa wangu wa Instagram na tumia jina la Emmanuel Pasco, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Iroyo TV ili uwe wa kwanza kabisa kupata masimulizi na taarifa zinazoruka kupitia Iroyo TV.